Ifanya kama vile anautoa. Akishautoa atautelezesha kwa sababu tayari mwili umeshafanyaje, umesharegea, atapeleka nyuma pap. Wewe jifanye kama wewe hujui chochote, msikilizie. Akishaipeleka anajifanya kusizi. Akishasizi, yani anakuwa kama anakusikilizia, anaenda mdogo mdogo. Unakuta mwanamke mwingine mashallah kiuno anakizungusha vizuri. Jamani, wanawake kukatika sana sio ndo vile mwanamume unampagawisha, hapana. Kile kiuno kinakujaga kenyewe pale wakati mwanamke anapokaribia kufika kileleni, kile kiuno kinakuja kenyewe. Kwa unakuta sasa kisha ingiza tayari anaanza kutoa vile viuno vyake, yani viuno vinakuja. Alafu sasa wewe usimpelekee kwa nguvu. Hata kama unahisi kapeleka sehemu tofauti, usimpelekee kwa nguvu. Wewe mpelekee tu vile mwisho wa siku utakuta imeingia yote. Ikishaingia yote anakukamata hivi. Akisha kukamata hivi amaanishi kwamba anasikia raha. Anapofanya vile anamaanisha kwamba kukutengenezea kitu wewe usisikie chochote kuhusu kule nyuma, lakini ladha ya kule nyuma ni tofauti na huku. Kuna mabadiliko tu utayaona, mibano, joto kali, mbano unazidi, mvuto unazidi, mwanamke zile speed zinazidi, yani unaona analegea kabisa. Ukishaona joto limeongezeka, mbano, basi jitahidi kama unachukua mkono wako sasa unampelekea huku chini kwenye maumbile yake ya kiwanamke. Uone kama ipo haipo. Na ukishaona unapeleka mkono afu yeye anakataa. Kama design unaona kama vipi nasikia sio nini unaanza kusemesha. Ujue hiyo ngoma ipo kule. Kwa hiyo msikilizie itatoka. Ila akishamaliza atawahi, ile anapokaribia tu kumaliza pap, anawahi kuitoa, anaweka mbele. Akishaweka mbele na wewe mpelekee tu moto. Huku utaona kuna tofauti. Kule kuna utofauti. Tofauti wa kule, mbano wa kule una joto kali na unabana, unakuwa kama unavuta, joto lake linachoma. Huku mbele joto lake ni la kawaida, lakini mbano wake ni wa kuteleza, sio wa kufinya hivi. Ushanielewa eh? Kwa hiyo ukiona mfano sasa mwanamke naye ni mjanja. Akishatoka huko, akishaileta huku, anafanya kufinyia kwa ndani hivi, anafinyia kwa ndani hivi ili usielewe kitu. Ukiona anaifinyia kwa ndani, ujue kabisa hizo ndo dalili za mwanamke ambaye anakwenda kwa mpalange live bila chenga. Kwa hiyo sasa kaka zangu, kuweni makini. Na ukishakutana na mwanamke namna hiyo ambaye anaenda alafu akwambie huyo sio mwanamke mzuri, huyo sio mtu mzuri, ni shetani, ni nuksi. Umeelewa? Ni nuksi na ni mkosi, kwa sababu wewe hicho kitu ukipendi, hakipo katika akili yako, lakini ulikifanya. Kwa baadaye atakuuliza kauli moja, naomba ukumbuke ndugu mtazamaji. Atakwambia baby umeenjoy? Baby asante. Baby nasikia mbona umeenjoy kama leo. Yaani baby ataanza kuongea maneno yote. Kaa kimya. Msikilize. Ataongea kila kitu, muulize point kuu ni nini? Umeenjoy? Yani